vitabu kiasi fulani. Tutasoma vitabu tofauti. Lakini kwanza wacha tuanzie hapo katika kitabu cha Genesis. Kitabu cha Genesis. Kumbuka kwamba Mungu aliumba mwanadamu. Na alipomuumba mwanadamu alitenda dhambi machoni pa Mungu, na pale akaanguka, akatoka kwa favor ya Mwenyezi Mungu. Huyo naye ni Adam na Hawa. Walipokula lile tunda ambao Mungu aliwakataza wasile, ikawa kwamba kifo kikaingia duniani. Bwana apewe sifa. Na Adam na Hawa wakatolewa pale katika ile Garden of Eden, na kuanzia hapo ndio shida za wanadamu zikaanza. Ikakuwa kwamba hata kula itakuwa ni kazi, lazima watoe jasho, kifo ikaingia mahala pale. Bwana apewe sifa. Na hebu tuingie hapo katika kitabu cha Genesis 6. Genesis 6 hapo 5 mpaka 8. Hebu tusome Genesis 6 5 mpaka 8. Kiambĩrĩria ithathatũ kwambia ithano. Nake Jehova akiona atĩ ũũru wa andũ warĩ mũingĩ mũno gũkũ thĩ, namo methugunda mothe ma meciria ma ngoro ciao marĩ o moru hĩndĩ ciothe. Nake Jehova agĩkĩrĩra nĩ ũndũ wa kuuga mũndũ atũũre gũkũ thĩ. Ũndũ ũcio ũkĩmũiguithia ũũru ngoro, nake Jehova akiuga atĩrĩ, nĩngũniina andũ aya ndatũmire magĩe kuo, mathire thĩ gwata andũ o ene, na nyamũ iria cia magũrũ mana na tũnyamũ tũrĩa tũtambaga, ona nyamũ iria injoya cia rĩera-inĩ, nĩgũkorwo rĩu nĩndĩrirĩte nĩ ũndũ wa gũciũmba. No rĩrĩ, Nuhu nĩ gwĩtĩkĩrĩka etĩkĩrĩkire nĩ Jehova. Ati Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akagairi ya kuwa amefanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana naigairi kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni kwa Bwana. Kwa hivyo Bwana aliangalia dunia na akaona wakati huo watu walianza kuzaana wakawa wengi katika uso wa nchi. Na Bwana alipotizama mwanadamu akaona kwamba kuna maovu mengi sana yako moyoni mwa mwanadamu. Ati akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na ya kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Kwa hivyo wakati huo watu walikuwa kusudi lote, mafikira yao yote, matendo yao yote ilikuwa ni mbaya machoni pa Mungu. Anatizama na kuangalia kiumbe chake, watu ambao aliumba kwa mfano wake, na kuangalia anaona kwamba matendo yao ni mabaya, njia zao sio nzuri. Hakuna jambo wanafikiria ambalo ni nzuri. Hakuna kitu ambalo inatoka kwa mioyo yao ambalo inampendeza Mwenyezi Mungu. Kila jambo wanatenda haimfurahishi Mungu. Kwa hivyo Mungu akaangalia na kuona hakika kuna maovu mengi duniani. Watu hawampendezi, hawamfurahishi. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo akasema kwamba akagairi ya kuwa amemfanya mwanadamu, na tunaambiwa kwamba aka kusudi kumaliza au kufutilia mbali mwanadamu. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hii ni ile wakati Bwana alileta mvua kubwa na kumaliza ulimwengu, na akaokoa familia ya Nuhu na wanyama
Bwana asipewe sifa. Wakati aliwaambia peleke kila wanyama wawili ndani ya safina. Bwana asifiwe. Na hebu tuingie hapo Genesis 11. Tusome 1 mpaka 9. Na rĩrĩ thĩ yothe yarĩ o mwarĩrie ũmwe na ciugo itiahĩtanĩtie na gũgĩtuĩka atĩrĩ atĩ hingo gwathiagwo rũgendo rwa thama o kũu mwena wa irathĩro athami acio magĩkinya kũndũ kwaraganu bũrũri wa Sinai. Mwanzo Genesis 11. Na rĩrĩ thĩ yothe yarĩ o mwarĩrie ũmwe na ciugo itiahĩtanĩtie na gũgĩtuĩka atĩrĩ atĩ hingo gwathiagwo rũgendo rwa thama o kũu mwena wa irathĩro athami acio magĩkinya kũndũ kwaraganu bũrũri wa Sinai magĩgĩtũũra kuo. Nao makĩĩrana atĩrĩ nĩtwĩkei atĩrĩ nĩtũmbe matubarĩ na tũmacine wega. Magĩkĩgĩa na matubarĩ ithenya rĩa mahiga ona rami ithenya rĩa thimiti. Magĩcoka makiuga ũũ nĩtwĩkei atĩrĩ nĩtwĩakĩre itũũra na twake nyũmba mũthiringo ndaya na igũrũ gacũmbĩrĩ kayo akinye o kũu matu-inĩ marĩa mairũ nĩguo twĩgĩĩre igweta tũtikaharaganĩrio thĩ yothe. Na rĩrĩ Jehova agĩikũrũka one itũũra rĩu ciana cia kĩrĩndĩ ciakaga ona mũthiringo ũcio wacio wa nyũmba. Nake Jehova akiuga ũũ atĩrĩrĩ andũ aya merũmwe na mwarĩrie wao othe no ũmwe. Na rĩrĩ ũndũ ũyũ nĩguo mambĩrĩria gwĩka na rĩu gũtirĩ ũndũ ona ũrĩkũ ũrĩa macirĩire gwĩka mangĩgirĩrĩka. Nĩtwĩkei atĩrĩ nĩtũikũrũkei tũkamahĩngĩcanĩrie mwarĩrie nĩgetha mũndũ ndakae kũigua mwarĩrie wa mũndũ ũrĩa ũngĩ. Jehova agĩgĩtũma moime kũu akĩmaharaganĩria thĩ yothe nao magĩgĩtiga gwaka itũũra rĩu. Na tondũ wa ũguo rĩgĩtwo Babeli nĩ ũndũ nĩkuo Jehova ahĩngĩcanĩirie andũ othe thĩ mwarĩrie wao. Jehova agĩgĩtũma moime kuo akĩmaharaganĩria thĩ yothe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona tena baada ya Nuhu, naye Bwana akafanya hata agano na Nuhu ya kwamba hatamaliza nchi tena na maji vile alimaliza. Sasa watu tena wakazaana, wakaanza kuwa wengi ulimwenguni. Na tunaambiwa kwamba nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Wakaambiana, haya na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni. Tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja. Na hayo ndiyo wanayoanza kufanya. Wala sasa hawatazuilika kwa neno watakalokusudia kulifanya. Haya na tushuke huko tuwachakulie usemi wao ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote, wakaacha kujenga ule mji. Kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli, maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha ya dunia yote, na kutoka huko Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tena Bwana akashuka, akaangalia tena ni nini wanadamu wanafanya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unaona, mara ya kwanza aliangalia na kuona usoni mioyoni mwa wanadamu ni dhambi tu, ni mambo ambayo hayampendezi. Sasa tena amekuja kuangalia watu wake. Anaangalia dunia na kuona ndio hawa wameshikana, na again jambo ambalo haikumpendeza. Bwana apewe sifa. Sababu wanaweza shikana na watende jambo mbaya wakiwa wote wamekubaliana. Bwana apewe sifa. Mpaka akasema wacha awagawanye, sababu sasa hata hawawezi katazwa chochote. Hakuna jambo watazuilika kutenda wakiwa na huo mmoja. Bwana apewe sifa. Lakini kumbuka, hawana Mungu kati yao
ati anaongoza katika hiyo njia. Bwana asifiwe. Tena akawagawanya lugha zao mahala pale. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kile tunaangalia hapa ni mioyo ya wanadamu. As miaka inaenda, jambo linatendeka na bado vile mioyo ya wanadamu ilivyo haibadiliki, ni ile ile ilikuwa pale mbeleni. Bwana apewe sifa. Hebu tusome hapo Genesis 18:20 mpaka 21. Yes. 18:20-21. Nike Jehova akiuga atĩrĩ, mũkayo ũrĩa ũkananĩtio nike Jehova akiuga atĩrĩ, mũkayo ũrĩa ũkaithanĩtio nĩ Sodomu na Gomora nĩ mũnene, na ũhĩtia wakuo ũkaritũha mũno. Rĩu nĩngũikũrũka ngarore kana nĩgwĩkĩtwo maũndũ maringaine ki na mũkayo ucio ukaetwo ni undu wakuo o ucio ambayo atikilio kikawa kimemfikia Mwenyezi Mungu, akasema kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi na dhambi zao zimeongezeka sana, basi nitashuka sasa nione kama wanayotenda ni kiasi cha kilio kilichonijia, na kama sivyo nitajua. Bwana asifiwe. Kwa hivyo anashuka tena kuangalia Sodom na Gomora. Bwana asifiwe. Na tunajua kwamba alipofika pale hakika vile kilio vile ilikuwa inasema ndio vile. Bwana asifiwe. Na akawa hata wa kumaliza Sodom na Gomora. Kwa hivyo Bwana tunamuona wakati anarudi na kuangalia watu aliowaumba. Bwana asifiwe. Hakuwaumba akawaweka mahali naye akaenda safari akawaacha. Bwana asifiwe. Bado anarudi na kuangalia. Anakuja na kupata mioyo yao imechafuka zaidi. Anarudi na kupata kwamba wametenda mabaya hata zaidi ambayo haimfurahishi akiwa Mungu. Bwana apewe sifa. Na wakati mwingi alikuwa anakuja na unaona anashukisha judgment mahala pale, amepata hiyo dhambi ni nyingi. Bwana asifiwe. Na mwanadamu kumbuka akisema kwamba moyo wake ni kama akiachiliwa peke yake haezi waza mambo mema. Ni mambo tu ambayo itakuwa ni mabaya ambayo haipendezi Mwenyezi Mungu. Mambo ambayo ni ya dhambi. Bwana apewe sifa. Na tunaona na tukajua kwamba Mungu naye baada ya hii yote tunaona akichukua ama akichagua taifa. Bwana asifiwe. Akajichagulia Abraham. Na akaahidi Abraham ya kwamba kizazi chake kitakuwa kimebarikiwa. Na kupitia kizazi chake dunia nzima itakuwa ya kubarikiwa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo akaenda na akawa wa kumchagua Abraham na akamwahidi ya kwamba kupitia yeye kizazi chake kitakuwa kimebarikiwa. Abraham akawa na watoto wake, akawa na Isaac, akawa na Jacob. Jacob naye akazaa vijana wake 12 ambao ndio makabila 12 ya Israeli. Bwana asifiwe. Naye Jacob jina lake likabadilishwa akaitwa Israeli. Bwana apewe sifa. Na tuliona kwamba Jacob naye wakati ulifika alienda mpaka Misri. Sababu kulikuwa na njaa, Jacob na familia yake walienda wakaishi Misri. Yeye akiwa Israel wakaishi Misri. Na wakiwa kule Misri wakazaana. Wakaanza kuwa wengi. Sasa wakaanza kuwa taifa ambao Mungu aliahidi Abraham. Taifa ambayo kupitia hiyo dunia nzima itakuwa ya kubarikiwa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo wakaanza kuzaana kule wakiwa Misri. Na wakiwa Misri kumbuka haikuwa rahisi kwao kuchanganyika na kabila zingine. Sababu wa Misri hawangechanganyika na wao. Kwa hivyo sasa wakawa a pure nation ya Mwenyezi Mungu. Bwana apewe sifa. So wakazaana wakiwa pale. Lakini wa Misri wakajaribu sana kuwarudisha chini. Bwana asifiwe. Na the more wanakuwa oppressed, the more wanazaana. Hata wakijaribu kuuliwa bado wanakuwa wengi na wanakuwa na nguvu. Bwana asifiwe. Sababu ni neno la Mungu linawakuza kama taifa lake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo haikujalisha wanadamu walijaribu kuwafanya nini, bado waliendelea kuwa kama vile neno la Mungu lilisema. Bwana asifiwe. Na ikafika wakati Mungu akaja na kuwatoa kule Misri kwa mkono wake.
sasa wakiwa taifa ambao wamekuwa wengi. Bwana asifiwe. Hebu tuingie katika kitabu cha Exodus hapo 19. Kuanzia 4 to 6. Atiriri nimwona ile maundu maria ndekire andu a Misiri na mukiona uria hana tande mukuite inyue na mathagu ma nderi ngimurehe guku kuri nie na nie mwene onie mwene tondu ucio riu mukietheka muigue mugambo wakwa na maoma na mumenyagirire kirikaniro gitu na inyue ti theru ni mugutuika ta muri kindu giakwa kibata muno kiamuritwo gukira andu a ndurire iria ingi ciothe ni undu thĩ yothe ni yakwa na ni kumutua ruciaro rwa thĩnjĩri Ngai na ndimutue ndurire rwamure. Icio nicio ciugo iria ukwira ciana cia Israeli. 7 6 nimesoma 6. Nake Musa agita athuri andu acio akimahe uhoro ucio wothe o ta uria Jehova amwathite. Nao andu acio magitikaniria othe hamwe makiuga atiri maundu macio mothe Jehova oigite no mo tugwika. Nake Musa agikihe Jehova uhoro ucio waritio ni andu acio. Nake Jehova akira Musa atiriri guka hari we ndi itu ine ithimbu muno nigetha andu acio maigue kiaria nawe niguo mehoke ati ndeto iria waragia hingo ciothe ni ciama. Nake Musa agikihe Jehova uhoro wario uria waritio ni andu acio. Ati mmeona jinsi nilivyowatendea wa Misri na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mabawa za tai nikawaleta ninyi kwangu mimi. Sasa basi, ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu. Maana dunia yote pia ni mali yangu. Nanyi mtakuwa kwangu ufalme na makuhani na taifa takatifu. Hayo ndiyo maneno utakayowaambia wana wa Israeli. Bwana asifiwe. Musa akinenewa na Mungu. Kwa hivyo wametolewa kule Misri wakiwa kama taifa. Bwana asifiwe. Na sasa Bwana anataka abariki hii taifa na abariki pia dunia kupitia hii taifa. Bwana asifiwe. Sababu tumeona mwanadamu akiachiliwa hata tii Mungu, hata fuata Mungu. Bwana apewe sifa. Hata kaa katika njia zake Mwenyezi Mungu. Na sasa amejichukulia hii taifa. Hajajichukulia hii taifa sababu anataka asahau dunia yote, lakini ni ili aokoe dunia nzima kupitia hii taifa ambayo amechukua. Bwana apewe sifa. Sababu anasema hao ni wake na dunia pia ni yake. Kwa hivyo si tunatupilia mbali dunia. Bwana asifiwe. Lakini kupitia hawa ataweza kufikia dunia nzima na kuiokoa. Bwana apewe sifa. Sasa basi, ikiwa mtatii, sasa ananenea hiyo taifa ambayo amechagua. Ikiwa mtatii sauti yangu kweli kweli na kuishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu. Maana dunia yote pia ni mali yangu. Nanyi mtakuwa kwangu ufalme na makuhani na taifa takatifu. Hayo ndiyo maneno utakayowaambia wana wa Israeli. Bwana asifiwe. Na Musa akaenda akawaita wazee wa watu akawafunulia maneno hayo yote Bwana aliyekuwa amemwagiza. Watu wote wakaitika pamoja wakisema, hayo yote uliyoyasema Bwana tutayatenda. Naye Musa akamwambia Bwana maneno ya hao watu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo waliposikia vile Mungu anasema, kwa hivyo Bwana sasa anawapatia maagizo yake. Anawanenea, anawapea agano lake ili waelewe, wajue ni nini Mungu anataka, vile watu wanafaa kuishi. Bwana apewe sifa. Na hapo ndio hata aliwashukishia commandments zake. Bwana apewe sifa. Na akawanenea akawaambia, hivi ndivyo mtafanya.
kaeni hivi. Hata commandments akashukisha, mpende Bwana Mungu wako, mpende jirani yako, usizini, usiue, usidanganye. Bwana asifiwe. Akawashukishia hizi commandments zote, sababu hapo mbeleni, kumbuka, ni kama watu walikuwa hawajui, wanatenda dhambi vyovyote vile wanataka. Bwana asifiwe. Lakini kwa hii kabila ameanza kuwapatia vile watatenda. Bwana asifiwe. Ameanza kuwapatia commandments zake, na hiyo ikakuwa ni kama mbele hata ya dunia, wakaonekana ni watu hata wako na hekima zaidi ya wengine. Bwana asifiwe. Sababu hata waliwaambia jinsi watakavyoishi hata na magonjwa kama leprosy. Bwana asifiwe. Kumbuka leprosy ilikuwa ni ugonjwa ikishika inaweza shika watu wote. Ni rahisi kuambukiza mtu mwingine. Bwana asifiwe. Na Bwana akawafunza hata jinsi ya vile wanaweza quarantine. Haikuanza leo. Mungu alifunza watu quarantine kitambo sana. Bwana asifiwe. Akawaambia, angalia hii, ukiona hii sign, na sio madaktari wanafanya hiyo kazi, ni priests wa Mungu. Bwana asifiwe. Hekima anawapatia na wanajua vile kujitunza na kukaa. Kwa hivyo ugonjwa inakuja na hii wamalizi. Wanajua quarantine, atawekwa siku kiasi fulani pale. Siku 7 alafu waangaliwe tena. Baada hiyo tena siku nyingine 7 alafu ndio labda kama hakuna jambo aje tena kwa watu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo haikuanza na juzi ati na scientists juzi. Mungu alikuwa shapatia watu wake. Sababu kwa kutii sheria za Mungu, kwa kutii agano lake, kwa kutenda vile Mungu anataka, walionekana ni watu wako na hekima zaidi ya dunia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo watu wakiangalia wanaona, kumbe kufuata Mungu mnakuwa ni kama wamkai kama taifa zingine. Bwana asifiwe. Kwa hivyo akawaonyesha hata jinsi ya kukaa. Kumbuka hata nchi kama hata ukiangalia Britain, United Kingdom, Bwana asifiwe. Wakati kulikuwa hata na magonjwa, kuna magonjwa iliwaua sana na hawakujua kwamba ni sababu ya uchafu. Bwana asifiwe. Plague wakati ilikuja hawakujua kwamba hata inaambukizana mmoja na mwingine. Kwa hivyo hawakujua hata mambo ya quarantine. Na ikaua wengi. Na miaka za mbeleni Waisraeli walikuwa shafunzwa. Bwana atoe sifa. Sababu ni Mungu anatembea nao. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mambo mengi hata akitufunza iko mbele ya hata mascientists kwa saa hizi. Bwana atoe sifa. Na sasa anawaambia, lakini mkishika agano hata mbele ya dunia, mtaonekana ni watu tofauti sana na watu wengine wa dunia. Bwana apewe sifa. Sababu sasa alitaka ajichukulie watu wake, atembee na hawa watu wake, watu waone kutembea na Mungu ni nini. Bwana asifiwe. Ati mtakuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu. Nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Hayo ndiyo maneno utakayowaambia wana wa Israeli. Wakaambiwa vile na wakaambia Musa, hivyo Mungu amesema tutafanya. Bwana asifiwe. Na akashuka na akawapatia sheria zake. Lakini hata baada ya kupewa sheria za Mungu, hawakuweza kukaa na kuzifanya. Bwana asifiwe. Walikuwa wanafuata sheria lakini bado wanaanguka. Bado wanatenda dhambi machoni mwa Mungu. Wamepewa sheria, fuateni, hivi ndivyo mtafanya mkitii. Lakini hawakuweza kutii. Sababu binadamu ako na mwili huu ambao ni wa dhambi. Ilikuwa ni ngumu mwanadamu kutii. Ilikuwa ni ngumu mwanadamu kufuata vile Mungu amemwagiza afuate. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hizi ndizo sheria. Tunajua tunafaa kufanya hivi, lakini bado mwanadamu anaanguka. Bwana asifiwe. Tunajua hatufai kufanya hivi na hivi, lakini bado mwanadamu anaanguka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwa nguvu zake mwenyewe mwanadamu alishindwa kutii au kufuata hiyo agano. Bwana asifiwe. Kwa nguvu zake mwenyewe mwanadamu alishindwa kushika hizi sheria na kuzifuata kulingana na vile Mungu amemwambia fuata. Bwana asifiwe. Na ndio ukiangalia utaona kuna wakati ilikuwa inafika dhambi inashuka, Mungu anawapiga tena anawarudisha, anawasamehe tena wanaingia tena kwa dhambi. Bwana asifiwe. Huu mfalme anaingia, watu wanaingia katika mambo hata ya kuabudu miungu mingine. Na wameambiwa vizuri msiabudu miungu mingine, lakini bado wataabudu. Bwana asifiwe. Wataingiana na kabila fulani, waanze kutenda vile hizo makabila zinatenda. Bwana apewe sifa.
Kwa hivyo kwa nguvu yao wenyewe mwanadamu alishindwa kushika na kufuata hii sheria kulingana na vile Mungu amemweleza fuata. Bwana apewe sifa. Na hebu tuingie katika kitabu cha John 3:16-21. John 3:16-21. Mugai tondu ore endete kirindi gia guku thi ni arutire muru wake wa mumwe nigetha mundu wothe umwihokete gakore no agie muoyo wa tene na tene. Mugai ndatumire muriu thi acirithie kirindi tiga kirindi kihonoke ni undu wake. Uria umwihokete ti wa gucirithio, uria nake utamwihokete ni arikitie gucirithio tene agagituo mwihia. Ni undu ndehokete ritwa ria muriu wa Ngai we muriu wa Ngai wa mumwe. Na gitumi gia gutuo uguo ni atiri ati utheri ni ukite thi nao andu ni mendire nduma mbere ya utheri ni undu mawiko mao mari moru. Amure mundu wothe wikaga uru ni athuire utheri na ndokaga utheri-ini. Ciĩko ciake itikae kumbuka, nake uria wikaga maundu maria mama ni okaga utheri-ini niguo ciĩko ciake cionekane imenyeke ati ciĩkĩtwo mena Ngai. Ati kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo wanadamu sheria hawakuweza kushika, hawakuweza kufuata. Kwa hivyo walikuwa wanaanguka na sasa inabidi wahukumiwe sababu ya kutotii sheria ya Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Sababu ikiwa Mungu amesema mtatii hii na watu wakubaliane waseme ndio tutatii, kisha wakose kutii hiyo sheria, wakose kuifuata, Bwana asifiwe, basi wamejiletea hukumu juu yao na juu ya maisha yao. Bwana asifiwe. Lakini Bwana tunaona bado akaupenda ulimwengu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata alipokuja na kuona watu hawatii sheria yake, hawafuati, bado ameupenda ulimwengu na akatuma mwanawe wa pekee hapa ulimwenguni. Bwana asifiwe. Ili yoyote atakayeamini, kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Kwa hivyo Yesu naye akaja ili ulimwengu uokolewe, sio wahukumiwe. Bwana asifiwe. Sababu already wameanguka, wametenda dhambi, wametenda makosa machoni pa Mungu, wameondokea Mungu. Kama vile tuliona mbeleni wanakosa, Mungu anamaliza ulimwengu. Kwa hivyo hata hawa bado wameanguka na wametoka kwa njia zake. Bwana asifiwe. Na badala ya kutuma mwana aende awahukumu, anamtuma ili wale waokolewe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo yeye aende asulubiwe msalabani, afe sababu ya dhambi ya ulimwengu mzima. Ile yote tumevunja sheria, tuwe wa kusamehewa. Bwana asifiwe. Watu warudishwe pale ambapo wanasemekana hawana dhambi tena. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mwanawe akatumwa sio kuhukumu, lakini ili dunia iokolewe. Kwa hivyo Yesu alikuja ili dunia iokolewe. Ndio kuna dhambi, ndio kuna mabaya, ndio watu wameondoka katika njia, lakini mapenzi ya Mungu ni kwamba hao watu wasihukumiwe, waokolewe, warudi kwa njia zake Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Sababu aliupenda ulimwengu, warudi kwa njia zake. Ati amwaminie yeye ahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru
kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huchukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo alikuja ili aokoe wote waliopotea, turudishwe katika njia zake. Si wote tulikuwa tumeanguka turudi. Wale ambao tunasemekana tumekuwa wakuvunja zile sheria, tusamehewe na tuanze afresh ndani ya Mwenyezi Mungu. Bwana apewe sifa. Sababu alimpenda ulimwengu. Kama Mungu hangependa ulimwengu, angeumaliza kitambo na kuwe katika dunia ni wanyama peke yake wanatembea. Bwana asifiwe. Lakini alitupenda. Alimpenda mwanadamu. Alikupenda na upendo wa ajabu. Alituma mpaka mwanawe wa pekee asulubiwe sababu ya wewe kutoweza kushika sheria zake. Bwana asifiwe. Sababu wewe na mimi hatukuweza kushika hizo sheria na kukaa kama mapenzi yake. Ametuma mwanawe asulubiwe kwa sababu yako na kwa sababu yangu. Bwana asifiwe. Upendo wake Baba kwa walio wake. Alisema dunia yote ni yake pia. Bwana apewe sifa. Hebu ingia hapo John 8. Soma tu hapo 1 mpaka 11. Makiinuka mundu gwake no riri Kuanzia 1. 8:1 to 11. No riri Jesu agithie kirima kia Mitamayu. Ningĩ rũcinĩ tene agĩcoka hekarũ-inĩ na andũ othe magĩthiĩ kũrĩ we. Nake agĩikara thĩ akĩgwata kũmaruta ũhoro Nake agĩikara thĩ akĩgwata kũmaruta ũhoro. Nao andĩki marũa na Afarisai makĩrehe mũtumia wanyitirwo agĩtharia, na marĩkia kũmũrũgamia gatagatĩ-inĩ makĩmwĩra atĩrĩ, Mũrutani, mũndũ mũka ũyũ anyitwo o agĩtharia. Rĩu-rĩ, watho-inĩ Musa atwĩrire tũhũre akata acio na mahiga nyuguto tũmorage. Wee ũgũkiuga atĩa ũhoro wake? Na moigire ũguo mamũgerie, no mone ũndũ wa kũmũthitangĩra. Nake Jesu akĩinamĩrĩra akĩgwata kwandĩka thĩ na kĩara. Ningĩ makĩrũmanĩrĩria kũmũũria, agĩtira akĩmera atĩrĩ, inyuĩ ũrĩa ũtarĩ ehia-rĩ, nĩ akĩambe amũikĩrie ihiga. Agĩcoka kũinamĩrĩra akĩandĩka thĩ na kĩara. Nao maigua ũguo makĩgwata kuma ũmwe marutĩtie harĩ arĩa akũrũ o nginya ũrĩa wa kũrigĩrĩria. Jesu agĩtigwo wiki na mũtumia arũngiĩ o hau gatagatĩ. Nake Jesu agĩtira akĩmũũria atĩrĩ, meha mũtumia ũyũ, anga gũtirĩ mũndũ wa gũtuĩra? Nake akiuga gũtirĩ mũthuri ũyũ. Nake Jesu akiuga atĩrĩ, na niĩ ndigũgũtuĩra, thiĩ thutha ũyũ ndũkanacoke kwĩhia. Bwana apewe sifa. Ati tunaambiwa hapa kwamba hata asubuhi kulipokucha akaingia tena hekaluni na watu wote wakamwendea, naye akaketi akawa akiwafundisha. Waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, wakamweka katikati, wakamwambia, Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii. Nawe wasemaje? Nao wakasema neno hilo wakimjaribu, ili wapate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao walipozidi kumhoji, akajiinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza kumtupia jiwe. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia wakashtakiwa na dhamiri zao. Wakatoka mmoja mmoja, wakianzia tangu wazee hata mwisho
hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Yesu akajiinua asimuone mtu ila yule mwanamke. Akamwambia mwanamke, wako wapi wale washtaki wako? Je, hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Akamwambia, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu, enda zako wala usitende dhambi tena. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hapa tunaona watu wamemshtaki mtu wakisema huyu amefanya dhambi. Kwa hivyo hii ni wakati watu wanafuata sheria ambazo wameamuriwa na Musa wafuate. Na sasa wameona mtu ambaye amevunja sheria za Musa. Wamemshika yule mwanamke na kumleta kwa Yesu Kristo na kumwonyesha, angalia huyu mtenda dhambi, tumemshika akitenda dhambi, na katika sheria limesema kama hawa wanawake wapigwe mawe hadi kufa. Bwana asifiwe. Nawe wasemaje? Yesu Kristo akaangalia chini na tunaambiwa kwamba walizidi kumhoji, akajiinua na kuambia, yule ambaye hajatenda dhambi atupe jiwe la kwanza. Nao tunaona dhamiri zao zikawashtaki. Hakuna hata mmoja aliweza kutupia yule mwanamke jiwe. Kwa hivyo wakapinduka wakaanza kwenda mmoja kusema kwamba dhambi ilikuwa imejaa mahala pale. Hakuna mtu hata mmoja hana dhambi ambaye hajavunja zile sheria. Bwana asifiwe. Kuonesha na kwamba wanahitaji Yesu kuwaokoa, sababu wote ni watenda dhambi. Lakini hawaoni kwamba ni watenda dhambi, wanaona wengine ndio watenda dhambi. Bwana asifiwe. Kila mmoja akiangalia uona mwingine ndiye amekosea, sio yeye. Bwana asifiwe. Nao hawakujiona wao, waliona yule mwanamke na wakajua hakika anafaa kupigwa mawe. Na kwa hivyo wakaja wakiwa tayari kummaliza yule mwanamke. Wakaulizwa, yule hajatenda basi atupe jiwe la kwanza. Yesu hakuwakataza kumpiga na mawe. Alisema lakini ule atatupa wa kwanza awe yule hajatenda dhambi. Bwana asifiwe. Kuonyesha kwamba hata huyu mwenye kuhukumu yeye mwenyewe ni mtenda dhambi. Amevunja ile sheria. Hata yeye hastahili kusimama na kuhukumu wengine. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo wote wakatoka pale wakaenda, na Yesu akamwambia, wako wapi waliokushtaki? Akasema hawako, wameenda. Na Yesu akamwambia, hata mimi sikuhukumu. Sababu mwana wa Mungu hakutumwa ahukumu, alitumwa kuokoa. Bwana asifiwe. Alituma aokoe, alete kwa Mungu, alete katika nyumba ya baba yake waliopotea. Bwana asifiwe. Arudishe hawa kondoo kwa nyumba ya baba. Hakuja aanze kupiga wale kondoo, ati kondoo ni kichwa ngumu mawe, hii ingine iko hivi amalize. Bwana asifiwe. Ni ili warudi katika nyumba ya baba. Bwana asifiwe. Moyo wa Mkristo lazima iwe vile. Ni kurudisha, sio kuua na kuangamiza, sio kuharibu. Bwana apewe sifa. Ni kujenga. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo Yesu akamwambia, enda na mimi pia sikuhukumu. Hebu tusomee hapo John 16 kuanzia 5 mpaka 15. John 16 kuanzia 5. Edere ule kotie kore ule wandekirie na inyue gotire urajuria niko guthie no ni kuyurwo muyuritwo nikieha ngoro ni undu ndamwira maundu macio no kai uguo ngumwira nima atire nikumwagiriire nie thie nikumwagiriire nie thie amundaga guthie muteithia ndagoka kuri inyue no ndathiire ningamurekia oke kuri inyue nake arikia guka ni akaiguithia kirindi kihoto ha uhoro wa mehia na wa uthingu ona wa cira akiguithia kihoto ha uhoro wa mehia ni undu gitiehokete nie na ha uhoro wa uthingu ni undu ndathie kwa ithe witu na muticoka kunyona na ha uhoro wa cira ni undu
munene wa gũkũ thĩ nĩarĩkĩtie gũtuĩrwo ituĩro. Nĩndaigire maũndũ maingĩ ma kũmwĩra, no mũtingĩhota kũmetiria rĩu. No rĩrĩ, ũcio Roho wa ma oka, we nĩakamũtongoria amumĩrĩrie ũhoro-inĩ ũrĩa wa ma wothe, tondũ ndakaragia na kwĩra gwake mwene, ĩndĩ maũndũ o mothe marĩa akaigua no akoiga, na nĩakamumbũrĩra maũndũ marĩa magoka thutha. We nĩniĩ akagocithia, nĩgũkorwo nĩ maũndũ makwa akanyitaga, amumbũragĩre maũndũ o mothe marĩa ithe witũ enamo nĩ makwa. Nikio ndoiga ati, lakini sasa mimi naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka, wala hakuna mmoja wenu aniulizaye unakwenda wapi. Ila kwa sababu nimewaambia hayo, huzuni imejaa mioyoni mwenu. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli. Yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu. Bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Naye akisha kuja huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi kwa sababu hawakuniamini mimi. Kwa habari ya haki kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba wala hamnioni tena. Kwa habari ya hukumu kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Hata bado ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena. Na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atakuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Na yote yaliyo nayo Baba ni yangu. Kwa hiyo nalisema ya kwamba atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Lakini sawa tu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Yesu ananena na mitume na kuambia kwamba ni kwenda anaenda, nao wakakuwa na huzuni ya kwamba Yesu ni kwenda anaenda. Na sasa amewaambia kwamba ni lazima aende ili awatumie msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Na huyu Roho Mtakatifu atakapotumwa, yeye sasa ndiye atawaongoza katika zile njia ambazo ni zake Kristo. Sababu kila neno Roho atanena kutoka yaliyo ya Yesu Kristo. Itakuwa ni kama yeye Kristo ndiye ananena na wao kupitia Roho wake. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo ni lazima aende ili wapokee huyo Roho Mtakatifu, awaongoze. Yesu anasema ni mengi niko nao ya kuambia, lakini hata nikiwaambia sasa hamtaweza kustahimili. Bwana asifiwe. Sababu ni mengi. Kwa hivyo hiyo mengine yote ni Roho atakuja atawanenea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni muhimu Roho aje ili awaendelee kuwaongoza. Peke yenu hamtaweza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema Roho wa Mungu ashuke na waongoze, sababu peke yenu hamwezi kujiongoza. Bwana apewe sifa. Atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Bwana apewe sifa. Mambo yajayo atawapasha habari yake. Atawaambia hata kama Kenya inakuja kumuka baadaye. Bwana asifiwe. Atawapasha kwa mambo yote ambayo hata inakuja. Bwana asifiwe. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndio Yesu anasema ni kuondoka, lakini hata waacha peke yao, anawatumia Roho awaongoze. Bwana apewe sifa. Amen.
Sasa mwanadamu aongozwe na roho wa Mungu. Sio yeye mwenyewe ajiongoze, aongozwe na huyo roho wa Mungu. Bwana apewe sifa. Naye Yesu anaenda kusulubiwa msalabani. Anaposulubiwa msalabani, dhambi zote ziwe za kusamehewa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kule kote tulivunja sheria, tumesamehewa. Kule kote tulikuwa tumetenda makosa, tumekuwa wa kusamehewa. Bwana asifiwe. Lakini zaidi ya hiyo, sasa tuko na roho wa Mungu atuongoze katika zile njia ambazo ni za Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Sababu yoyote anaongozwa na roho hawezi kuhukumiwa. Bwana apewe sifa. Hatuwezi vunja zile sheria ikiwa roho ndiye anatuongoza. Bwana asifiwe. Hatuwezi kwenda nje ya njia za Mwenyezi Mungu ikiwa roho ndiye anatuongoza. Bwana apewe sifa. Hebu haraka tu hapo ingia katika Acts 2 kuanzia 1. Na muthenya wa Benegothicho wakinyari acio othe magikorwo mari o handu hamwe na hindi yo hagiuka mugambo umite iguru ta wa ruhuho runene rukihuhukania ukiyura nyumba yothe iria maikaire thi nao makiumirirwo nene ciatarie ta nene cia mwaki igayukanite nacio igeikara iguru ria mundu o mundu nao othe makiyurwo ni roho mutheru magiteka guthioma thiomi ingi ta uria roho amahotithirie kwaria na hindi yo oku Jerusalemu nego ikarite Ayahudi aigua Ngai moimite nduriri-ini ciothe cia thi. Ati hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwapo wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi. Ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Hao ni mitume. Kukatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo vile Yesu aliwaambia ikatimia, ya kwamba naenda lakini nitawatumia msaidizi. Kwa hivyo ametumwa kwetu awe msaidizi. Peke yetu hatuwezi jisaidia. Peke yetu hatujiwezi. Bwana asifiwe. Na Yesu alijua kwamba wanahitaji kutembea na msaidizi. Bwana asifiwe. Baada ya kupokea msaidizi, hawa mitume hawakutembea the same again. Vile walitembea ilikuwa tofauti. Sasa walikuwa na ujasiri ingine tofauti. Mambo walitenda ya ajabu zaidi baada ya msaidizi kushuka. Bwana asifiwe. Yesu anawaambia nikiwa na nyinyi inawafaa nikienda ndio niwatumie msaidizi. Bwana asifiwe. Yesu walikuwa nalia, tunazama. Bwana asifiwe. Yesu akiweko walikuwa wanasema tumejaribu kuomba lakini hiendi, kwa nini? Lakini Yesu alipowatumia msaidizi, sasa hawakuwa nalia. Bwana asifiwe. Hawakuwa nasema Yesu tunazama. Katika jina la Yesu tembea. Bwana asifiwe. Sababu wamekuwa na ujasiri, wamejazwa na Roho wa Mungu. Bwana asifiwe. Na sasa wanaongozwa hata na Roho. Katika hata kufunza, katika hata kunena neno la Mwenyezi Mungu. Sasa ni Roho anawaongoza. Bwana asifiwe. Kumbuka yeye upasha hata yale ambayo yanakuja. Na yeye utupatia ile ambao Yesu alikuwa atuambie alipokuwa duniani, lakini hangeweza kusema sababu hakukuwa na wakati. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo anatunenea, anatujaza na ukweli wake Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Hebu tumalize na hapo Roman 8. Warumi 8 tusoma 1 to 18. Tondu wa maundu macio ri riu andu aria me thiini wa Kristo Jesu tia gutuiro ati nehia ona hanini,
Mwatho wa Roho uria utumaga tuone muoyo hari Kristo Jesu niguo wakijohorire dige guikara njohetwo ni watho uria werekagiriria hari uhoro wa wihia wa gikuo na gikuo nigukorwo undu uria utangiahotekire ni watho ucio ni undu wa kwagithio hinya ni uhoro wa mwiriri. Ngai niawikire ni kurekia muruwe o uria wake mwene ari na mwiri uhanaine na ino itu ya wihia ati we atuike thijo ni undu wa wihia agigitua cira na njira iyo ati uhoro wa wihia atorio miri-ini ya andu nigetha uthingu uria mwathane watho-ini uhingio thiini witu ithuĩ tutwaranaga na uhoro wa mwiri tiga uria wa roho. Ningĩ gukorwo andu aria marumagirira uhoro wa mwiri ni maundu ma mwiri meciragia, no andu aria marumagirira uhoro wa roho acio meciragia maundu ma roho. Kurumirira meciria maria moimanaga na mwiri kurehanagira gikuo, no riri kurumirira meciria maria moimaga kwi roho kurehagire muoyo ona thayu. Ni gukorwo meciria maria moimanaga na mwiri maturaga mari uthu na Ngai, ni undu matiathikagira watho wa Ngai ona kuhota matingihota. Na andu aria matuire marumagirira uhoro wa mwiri matingihota gukenia Ngai, no inyuĩ mutitoire murumirire uhoro wa mwiri, murumirire uhoro wa roho. Akorwo roho wa Ngai niwe uturaga ngoro-ini cianyu. No riri mundu o wothe utari na roho wa Kristo mundu ucio ri ti wake. No riri akorwo we Kristo ni atuire ngoro-ini cianyu ri, ona gwatuika ati mĩĩrĩ yanyu nĩ mĩkuũ nĩ ũndũ wa wĩhia, maroho manyu ri mo nĩ magĩu muoyo nĩ ũndũ wa ũthingu. Na ningĩ akorwo roho uria wariũkirie Jesu oime kuri aria akuo aturaga ngoro-ini cianyu ri, ucio wariũkirie Kristo oime kuri aria akuo no agatũma mĩĩrĩ yanyu ĩyo ya gũkua ĩgie muoyo onayo ĩgie naguo nĩ ũndũ wa roho wake ucio ũtũire ngoro-ini cianyu. Tondu ucio ariũ a ithe witũ ri, ti mĩĩrĩ itũ tũrĩ na thirĩ nayo atĩ nĩguo tũtwaranage na maũndũ mayo. Nĩ ũndũ mũngĩtũũra mũtwaranaga na maũndũ ma mwĩrĩ no mũhaka mũgakua, no mwatũũra mwĩrigagĩrĩria ciĩko icio cia mwĩrĩ wa hinya wa roho, no o ta arĩ gũciũraga rĩ no mũtũũre muoyo. Nĩ gũkorwo andũ arĩa othe matongoragio nĩ roho wa Ngai acio nĩo ciana cia Ngai. Amu mũtiaheirwo roho wa gũtũma mũcoke kũigua ta mũrĩ ngombo mwĩtigagĩre, mwaheirwo roho wa gũtũma mũmenye atĩ mũrĩ ciana ciake cia kwĩrererwo, na nĩguo ũtũmaga twanĩrĩre tũkoiga Abba Baba. Roho Mũtheru we mwene nĩwe mũira hamwe na maroho maitũ magũtũmenyithia atĩ tũrĩ ciana cia Ngai, maitũ wa gũtũmenyithia atĩ tũrĩ ciana cia Ngai. Na rĩrĩ akorwo tũrĩ ciana ciake ningĩ tũrĩ agai, o agai a Ngai tũgagĩtuĩka tũrĩ a kũgayanĩrio hamwe na Kristo. Ũguo nĩguo tũtariĩ kũngĩtuĩka atĩ nĩtũkanyamarĩkanagĩra nake, nĩtũnyamarĩkanagĩra hamwe nake nĩgetha tũkahota ona kũgwatanĩra riri wake. Nĩgetha tũkahota ona kũgwatanĩra riri nake. Amu rĩ ngũkĩona atĩ mĩnyamaro ĩrĩa tũgĩaga nayo hingo ĩno tũrĩ ndĩrĩ kĩene ona hanini ĩngĩgerekanio na riri ũrĩa tũkirie kũguũrĩrio ũtuĩke witũ. Ati sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kwa hivyo sasa hakuna hukumu au adhabu kwa wale wote walio ndani ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Hakuna atakayeweza kukuambia wewe ni hivi ama wewe ni vile. Umeshaoshwa, umetakaswa.
Na ikiwa unamfuata Roho wa Mungu, basi hakuna atakayekufuata na kukuambia wewe uko hivi ama wewe uko vile. Bwana apewe sifa. Ati maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya Roho. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hapa tunaona kwamba sheria yenyewe haingeweza kufanya kazi. Kwa nini? Kwa sababu ili ifanye kazi lazima ilikuwa ina depend on mambo mawili. Sheria yenyewe ambayo imesimama na mwanadamu. Sababu lazima mwanadamu atii hiyo sheria. Lakini kwa hii tunaweza ita equation, upande mmoja iko very weak sababu mwanadamu ako na mwili ambayo haingeweza kutii. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hiyo sheria haingeendelea sababu ya weakness ya mwanadamu. Bwana asifiwe. Lakini Baba anatupenda sana ya kwamba hakutuacha tumalizike kwa sababu ya weakness zetu. Bwana asifiwe. Bali akatutumia mwanawe wa pekee. Ati Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu sisi tusienenda katika kufuata mambo ya mwili bali mambo ya Roho. Kwa maana wale wafuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale waifuatao Roho huyafikiri mambo ya Roho. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya Roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kutii. Wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu i hai kwa sababu ya haki. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo sasa tulikuwa weak, but with the Holy Spirit ndani yetu. Bwana asifiwe. Sio mwili tena unatawala. Ile mwili ambayo iliangusha sheria. Bwana asifiwe. Sasa sio mwili tena unatawala sababu Roho ameingia ndani. Bwana asifiwe. Kuna yule amekuja na amekaa ndani ambaye ni Roho Mtakatifu. Kwa hivyo sasa weakness ile tulikuwa nayo haiko tena. Sababu sasa tunafuata huyu ambaye anatuongoza ambaye ni Roho Mtakatifu. Tunaambiwa wanaofuata mwili mwisho wao ni kifo. Lakini sisi tunafuata Roho wa Mungu yule anakaa ndani yetu. Bwana asifiwe. Na sababu tunamfuata yeye, hatuwezi kuanguka. Hatuwezi enda kinyume na sheria ya Mungu. Hatuwezi enda kinyume na matendo ya na mambo ya Mwenyezi Mungu. Utajipata kwamba hata sio akili yako inajiambia nifanye hivi na hivi, but unapata umetenda kulingana na mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Unajua katika sheria watu walijaribu sana kukaa kama vile sheria inasema, lakini bado wanashindwa. Kwa hivyo kiakili ile mtu hata anajikumbusha anafaa kufanya nini. Lakini Roho akiwa ndani yako na ni yeye anakuongoza, ukimfuata utapata